wa uhamisho, na maandiko ni yale yale niliyosema. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13 inasema, the Father has delivered and drawn us to himself. Baba ametukomboa na kutuvuta karibu naye, kutoka katika kuendeshwa, anasema out of the control, kutoka katika kuendeshwa and the dominion, na kutawaliwa of darkness, na nguvu za giza, and has transferred us. Leo nazungumzia tu kuhamishwa. Mtu anapookoka kuna kipindi kinachofuata kinaitwa kipindi cha kuhamishwa, transfer. Na kwa nini kwa nini Baba anafanya kitu kinaitwa uhamisho? Nilisema jana, tunakuwa ni watumwa wa shetani kwa sababu ya dhambi. Tunakuwa ni watumwa wa laana kwa sababu ya dhambi. Hivyo tunapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kuna kitu kinachofanyika kinaitwa uhamisho au transfer. Ni uhamisho wa kiroho, spiritual transfer au uhamisho wa kiroho. Kama tunavyosikia, mtu alikuwa anafanya kazi mahali fulani, sasa serikali imemhamisha, kwa hivyo anaandikiwa barua, alafu anaondolewa mahali pale, anaenda sehemu nyingine. Ni kwa sababu ni wakati wa uhamisho, time for transfer. Na naomba unisikilize vizuri sana, kwa sababu wokovu wako unaweza kuwa hauna maana kama hukuweza kuhama. Ndio maana mtu anaweza kuacha dhambi akakaa muda mfupi na akarudi kabisa kwenye dhambi na akapotea tena. Ni kwa sababu kuna tatizo la kuhama. Mtu asipohamishwa ni ngumu kusimama kwenye wokovu. Mtu asipoondolewa pale alipokuwa anatawaliwa na nguvu za giza, atakuwa pretender au mwigizaji. Ukiwa hapa kanisani unaonekana mzuri, au ukiwa karibu na watumishi wa Mungu unaonekana uko smart na unafanya vizuri, lakini ukiwa peke yako unafanya mambo ya ovyo. Ina maana haujahama. Na wakati mwingine unaweza ukamheshimu mtumishi wa Mungu, lakini maisha yako ni fake, sio kutoka. Haleluya. Kwa hivyo unaweza kuwa tu unaonekana kuheshimu watumishi wa Mungu ukiwa karibu na hao, lakini ukienda zako unafanya mambo ya ovyo. Na hii nimeiona sana kwenye kanisa la Mungu, hata hapa siwezi kusema sijaiona. Unakuta mtu ukiwa kanisani, you are very good, uko vizuri, utavaa vizuri, utaonekana uko smart. Ukitoka uko wapi? Na ukiniona unajifunika. Sasa akili hakuna. Huo sio wokovu. Wokovu unahamishwa. Hata kama uko nje ya kanisa unakuwa umeokoka. Msiposema amen, mimi hainisumbui. Ni hivi, ukiwa umehama hautaonekana mzuri kanisani na kwa watu. Hata ukiwa kule nje utakuwa umeokoka, kwa sababu umehamishwa. You have been transferred. Mtu akihamishwa kutoka kwenye shule hawezi kubaki ile shule, si anaenda na ameandikiwa barua ya uhamisho, anaondoka. Na utakuta amevaa uniform ya mawe tatu kama anasoma Mapera. Haujaelewa bado? Hautakuta amevaa uniform ya St. Francis na anasoma na Sienda. Lazima anunue uniform ya huko, avae uniform ya kule. Sasa tunapokuwa tumeokoka na tumehamishwa, hapo ndio ile inaitwa hypocrisy inapotea kabisa. Kule kuigiza, kule kupretend umeokoka inapotea hiyo. Kwa sababu umefanya nini? Umehamishwa. Kama unaandika, mtu akihamishwa anakuwa sio mwigizaji. Don't become a pretender. Ukiona tunafanya unataka kujifanya umeokoka. Ukiwa kanisani unaonekana mzuri, lakini kule nje unajificha na kufanya mambo yako. Hiyo inaitwa kuigiza, pretense. Na hiyo inatokana na watu kutokuwa wamehama. Bwana Yesu asifiwe. Nitaongea kuhusu kuhamishwa leo. Kama umehama, hata ukiwa sirini, bado Yesu ni Bwana. Kama umehama, hata ukiwa mahali hakuna mtu,
tukatokea tu ghafla, bado umeokoka. Lakini kama unajificha ficha, bado kuna giza, haujahama ulikokuwa. Kwa lugha rahisi, bado unatawaliwa na giza. Ukiokolewa, wokovu wa kweli, unahama, inaitwa transfer. Na unahama kwa nini? Ulikuwa mtumwa wa dhambi 1, 2, ulikuwa mtumwa wa laana na sheria. Jesus, Bwana Yesu atusaidie sana. Ulikuwa mtumwa wa mapepo. Listen to me. Na unapokoka sasa katika kuhama, ndio unatolewa chini ya ule utawala. Yaani unatoka kwenye serikali ya shetani, unaingia kwenye serikali ya Mungu. Maana yake juu yako shetani halipo, anakuwa ni Mungu anatawala. Hapo ndipo mawazo yanakuwa ya Mungu, tabia zinaanza kuwa za Mungu, mahusiano yanakuwa ya Mungu, fikra zinakuwa za Mungu, unavaa kama mtu wa Mungu, unaongea kama mtu wa Mungu, haijalishi umesafiri au uko wapi. Yes. Amen. Kama bado unajificha ficha, please hama. Kubali tu Yesu akuhamishe. Maana mimi nazungumza nikijua kuna watu hapa wajahama. Ukikutana nao kule wanakuwa wajanja na mambo fulani. Wokovu lazima uhame. You must migrate. You must be transferred. Na wakati huu wa uhamisho ndipo sasa umeondolewa chini ya utawala wa giza. Dhambi zimesamehewa na sadaka imeshalipwa uondoke. Lakini unatolewa kule, unapelekwa sehemu nyingine ambayo haina utawala wa ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Nilishawahi kuona wasichana, sio kama hapa wapo, mtajua wenyewe. Wakiwa kanisani wanavaa nguo smart, wameokoka, wanamjua Mungu. Yaani hao ni Heaven Express. Wakikanyaga tu nje mlango wa kanisa, hata mtu akiwakuta hawezi kujua kama wameokoka. Nimemaliza kesi. Haujahama, bado uko upande ule. Wokovu ni wokovu bwana, hakuna maigizo. It is umeokoka au la. Nishaona wavulana wako kanisani, wanaonekana wako smart kwa Mungu kweli. Wakanyaga tu mlango, mambo wanayofanya kule, kisimuliwa unaweza ukafunga mlango wasiingie kanisani. Lakini wakija hapo utaona wanacheza keyboard, wanaimba, wanaruka, wamevaa tai zao, very smart. Lakini huko nje demonic. Ishara ya kutokuhama. Haujahama. Kuokoka uliokoka, ila kuhama hukuhama. Ndio maana unaweza kurudia maisha yale na usione shida. Mtu akihama hawezi kurudi shule alikuwa anafundisha, anaenda shule aliagizwa aende. Akirudi kutakuwa na shida kwa sababu barua ilishaandikwa aondoke. Yes. Ni kweli sio kweli? Imeandikwa kabisa na watu wengi wanapohamishwa huwa wanaandikiwa barua ya uhamisho. Na shule nyingine zinafanya sherehe, sio ndio? Sawa, mwalimu fulani anaondoka, tunafanya sherehe, tunampa zawadi, anaondoka. Hata kuja hapa afundishe tena. Isipokuwa ahamishwe tena kutoka kule arudi hapa. Au cancel transfer, cancel arudi. Kwa hiyo ukiona unarudia yale maisha uliyokataa, ni ishara kwamba kuhama kuna shida. Unapookoka lazima uhame, na kuhama sio kazi yako. Ni namna gani unavyomwamini Yesu na namna gani ukubali wokovu. Kwa sababu yawezekana hukuwa na hiari, hukupenda, hukuhitaji kuokoka, ila tu uliambiwa na baba nenda, mama nenda, au ndugu, au uliona watu wanaenda kanisa na wewe ukaenda. Kwa hivyo wokovu wako ndio utafanya uhame namna ulivyookolewa. Ulimwamini Yesu kiasi gani na kwa namna gani ili upate kuhama. Kwa sababu unaweza kuhama na unaweza kuokoka na ukaja kanisani na ukaendelea kufanya ukahama. Na mwisho ukaacha kanisani na ukarudi kwenye kuhama nyingine. Ni kwa sababu haukuweza kuhama. Yes. Kwa hivyo anasema alituokoa na akatuhamisha. Kwa nini? Tulikuwa chini ya ufalme wa giza. Tulikuwa chini ya mapepo. Tulikuwa chini ya roho ya zina. Tulikuwa chini ya roho ya dunia. Hii mnatembea uchi hii. Ni roho ya nini?
ya dunia, mlikuwa chini ya roho ya dunia. Na ndio ilikuwa inatawala, inaitwa Babeli, roho ya kahaba, inatawala dunia, watu wasivae nguo. Kwa hivyo mlikuwa chini ya utawala wake. Mnapookoka mnahama. Haiwezekani mkaendelea kuishi maisha yale na mnasema mmeokoka. Never. Kama tuliacha magirlfriend na vitu vile, ina maana tulihama. La sivyo tungeendelea na kule kule, na tusingehubiri injili. Alituokoa akatuhamisha, transfer. Kwa sababu msipohamishwa, ile nguvu ilikuwa inatawala itaendelea kufanya kazi. Kwa hivyo anachokifanya ni kukuhamisha. Na ukitaka kujua unahama, utasikia mambo yafuatayo. Utasikia kuomba sana, dalili unahama. Right? Hey. Na niangalie. Ndio maana nakwambia uje maombi unakuwa unakuja tu unataka. Andika. Kuhama utasikia kuomba sana. Kwa kama kuna mtu alikuwa anasikia kuomba sana tangu ameokoka na unasikia kuomba sana, ukiacha kuomba hauhami. Because unapoomba sana ndipo nguvu za Roho Mtakatifu zinashuka sana. Haya. Wakati wa kuhama unasikia kuomba sana, utasikia kufunga sana. Mimi niliomba miezi 3 kuhama kwa Wamaragoli. Kuhama tu 3 months. Niondokane na ile nira ya Kimaragoli. Nilipaswa kuomba miezi 3 bila kukoma. Kufunga, unafunga, unafungua, unafunga, unafungua, funga, unafungua, unalia, unaomba na mambo haya. Na katika kipindi hicho ndipo nilijaza nguvu za Roho Mtakatifu. Wakati natafuta mara ya pili, narudia, mtu anapokuwa na hama atasikia kuomba sana. Ile hali inaonyesha kwamba Mungu yupo kazini kukuondoa katika asili uliozaliwa. Maana hiyo asili haiwezi kumtumikia Mungu. Huyo Mtiriki, huyo Mbukusu, huyo Mjaluo hawezi kufanya mapenzi ya Mungu. Hawezi hata siku moja. Huyo Mmaragoli hawezi kutenda kazi ya Mungu. Utakuwa mchungaji wa dini lakini sio wa Mungu aliye. Utakuwa askofu wa dini lakini sio wa Mungu aliye. Kwa hivyo unasikia kuomba, sio umetangaza maombi au sadafu unakuja kanisani, unajikuta hakuna ratiba ya kanisa, ni yako wewe. Unataka tu uombe. Na ndio mwanzo wa wokovu. Kama mwanzoni mwa wokovu hujaliona, bado niko kazini. Bado mpaka uambie njoo ibada, unadanganya unasema sikiliza, bado utakaposikia naenda kwa Mungu. Nakumbuka nilikuwa nachukua funguo kwa mchungaji, ananiuliza unaenda wapi? Na naenda kuongea na Mungu wangu. Huyo pastor ananikumbusha, Pastor Solomon. Nikiwa Nairobi, ananiuliza mtumishi wa Mungu, unaenda wapi? Naenda kuongea na Mungu wangu kanisani. Nilikuwa nasikia kuomba bila ratiba, bila program ya kanisa. Nasikia tu niende kuomba. Kumbe ni saa ya uhamisho. Time for transfer. Kwa sababu unajua unaposema kuhamishwa, wale wakuu wa giza wanaweza kushindana. Unasikia? Wanasema hatoki mtu hapa. Sawa umemsamehe lakini tunavizia, tunafuatilia huyu. Kwa hiyo mpaka ukae kwenye maombi ili vita vipiganwe. Na wakati huo pia ndio watu hujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ukiona hauna haja na mambo ya Roho Mtakatifu, uelewe kuhama bado, kwa sababu ili uhame mpaka ujae nguvu za Roho Mtakatifu. Yes. Unajua kanisa limefundishwa vitu vya ajabu. Yaani unaambiwa tu njoo utaokoka utabarikiwa. Tuache mambo ya uongo. Haujahama unabarikiwa. Haujatoka kwenye giza unabarikiwa namna gani? Hata kama baraka ni za kutupa tu. Alituokoa akatuhamisha. Wakati wa kuhama ndio watu wanajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Uandike hiyo. Kama zionekani kwako hizo, tafuta Mungu kijana. Usidanganye huwa naota ndoto. Kuota ndoto si maana una Mungu. Unasikia? Kuota ndoto haina maana wewe umejaa nguvu za Mungu. Usidanganyane.
Unasikia nguvu za Mungu ni kweli, zinaonekana, zinadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nakwambia maombi. Ninachokuambia uhame. Sasa mpaka saa hii unakuwa usikii hata kuomba, usikii. Ukisikia ibada unatafuta ile muda utasikia nikiongea kwenye mic ndio unakuja. Bado kesi nzito. Mimi nilikuwa naenda kanisani, mchungaji hajafika. Hakuna mtu amefika kanisani. Hakuna. Naanza kuomba. Wanakuja watu saa 4. Mimi nilifika saa 1:30 asubuhi. Kanisani. Nimeomba masaa 3. Na naweza kuombea ibada na nikaitengeneza, na kama nilivyoitengeneza itakuwa hivyo. Siku moja niliingia kanisani, nikaomba nikasema hakuna mtu ataingia kanisani hapa atatoka na huzuni. Watu walikuja wana mambo yao. Walipokanyaga ndani, waliondoka wote wanacheka na wanafurahi. Unaendesha kila kitu kutoka ulimwengu wa roho. Sasa ukitaka mambo haya yafanyike, endelea kula ugali basi. Uone kama yatafanyika. Endelea tu kukaa, tunangoja tu ile ibada tu ya neno, nisikilize niende. Haujahama. Fika mahali ambapo utatamani, nataka niende kanisani mapema nipate kumtafuta Mungu aliye hai. Nisipoteze muda, watu wamejaa, ratiba zitabadilika, nisijaomba. Umenielewa? Usikie. Yes, najua hapo ni watu wachache watanielewa. Hata usiponielewa itabaki kwenye moyo wako na akili. Utakumbuka siku moja. Hayo maigizo hautafanya. Hiyo vitu una pretend, hutaweza kupretend. Unakuwa umeokoka na umeokoka. Ukianza kujaa nguvu za Mungu, kuna mambo hatutakwambia tena. Utaacha mwenyewe. Hujanielewa. Hatutakufuata, unasikia? Hatakufuata tuanze kuambia how to dress, you not hatutafanya. Utaanza kusikia hata nani akwambia. Mimi hii ndio njia hiyo. Kushabari. Utaanza kujitenga na vitu ambavyo hatutakwambia, lakini Mungu atakwambia. Achana na haya mambo, hautafika unakoenda. Wakati wa kuhama ndio unajitenga na vitu ambavyo ulivizoea tangu ukiwa hujaokoka. Ulizoea, yalikuwa ni maisha pattern system. Unajua system ikiwa imeshawekwa, namna kuitoa sio rahisi. Kwa hivyo inabidi nguvu zishuke, ukamatwe, utikiswe, ugongwe, usongezwe, toka. Halafu vile vitu unasikia kuvichukia, unasikia kuviacha bila mtu kukuambia. Haitakuwa kazi yangu kukuambia acha hili, nimeona. Huo muda sitakuwa nao. Ni kwa sababu atakuwa mchungaji wa kweli kwenye maisha yako. Hatuhitaji tuulize unaendeleaje. Wewe mwenyewe unatupigia simu unasema niko naendelea vizuri, huku na hubiri. Nikiondoka kimya. Bado ni za kuhama, amjahama. Lazima tunaendelea vizuri. Hapa tuko na nimehubiri jana, nimeombea wagonjwa. Tunajua hii kesi hii ya kuhama. Lakini bado tuna kimya, hakuna kitu. Nisikilize. Ukiokoka unahama. Na kama hutahama, hizo dhambi ulisema umeacha, utarudi. Ndio nakwambia, dhambi haikufi, inatolewa. Ndio maana atakoka mtu aache pombe, asipokaa vizuri kwa Mungu atarudi kuonja pombe. Atarudi tu. Ataacha uasherati, atakuwa kwenye kwaya, lakini atarudi aonje uasherati na arudi madhabahuni aende. Ni kwa sababu hakuhama, alibaki kwenye himaya ya ngome ya uasherati. Hakutoka. Kwa hiyo watamshawishi akiwa madhabahuni hata angushe walioko hapo. Na naye ni bizina. Ni kwa sababu hakuweza kuhama. Bado yuko Misri. Wokovu ni kuhama. Wakati wa kuhama utasikia kulisoma neno la Mungu sana. Andika, write that one. Kuna watu Biblia mnaiangalia kama picha. Hata kuja nayo huwa haujina. Unasubiri mtu akwambie. Lakini unayo. Yes. Ukiona nimetembea na bag, huwa kule nyuma kuna hii Biblia. Ile mfuko wa nje, hii Biblia kubwa hii inakuwa ndani. Hata kama naenda wapi. Ukienda mchezo unafungua katikati ya barabara na kusomea. Usiposema amen hainisumbui.
Nafungua katikati ya barabara na kuambia simama kama mti. Unisikilize sasa. Natembea na panga siku na mchana. Kisa cha watu kurudia matapishi ni kule kutokuhama. Ni kesi chache ambazo shetani amewalazimisha watu kurudi, lakini wakati mwingine kule kurudi katika maisha yale ya zamani ni kwa sababu ulikosea kwenye kuhama. Uliokoka, maombi hakuna. Ukaokoka, hauna hata tukikwambia uombe habari za Roho Mtakatifu. Wewe kutu hapa, unafanya nini? Uko tu hapo. Tukikwambia soma Biblia, zero. Unahamaje bila kusoma Biblia, bila kujaa nguvu za Roho Mtakatifu na maombi? Utahamaje? Utatokaje kwenye asili yenu? Au kwamba hujui una asili wewe? Wokovu ni kuhama. Ndio maana ukiona tunaongea hapa tulihamishwa. Siwezi kuwa na ujasiri wa kuyaongea nayoongea. Unamsikia? Ukisikia naongea ni kitu na kiishi. Na ni kwa sababu sikufanya mwenyewe. Nilihamishwa. Miezi mitatu naomba kutoka kwa Maragoli. Na kuna wakati niliomba mpaka naona ufalme wa giza unakimbia. Naona wanakanyagana wanaenda. Mungu ameshuka, inabidi waende. Na niko kanisani naomba peke yangu, hakuna mtu. Hao wanagongana, wanakimbia, wanasema tumepatikana leo. Wakaenda. Ukiona nahubiri hivi kwa habari ya zinaa, si kwamba tunasema tulitoka. Tulihamishwa. Nguvu zilishuka. Unaomba mpaka unasahau kila kitu. Mungu anakuja mwenyewe, anakuhudumia, sio watu. Mungu mwenyewe, na anazungumza na maisha ya mtu mwenyewe. Vitu ambavyo hujawahi kuvisikia unavisikia live na Muumba mwenyewe. Sio ametuma mtu, anakuja mwenyewe, anaongea na wewe. Yeye mwenyewe, sio anatuma mtu au malaika, anakuja mwenyewe. Inaitwa kukutana na Yesu. Na haya mambo yote hayapatikani isipokuwa umeamua kuomba. Utatamani kuhubiri kama wengine, utaishia kutamani. Nikwambia ukweli. Bila kuhama utatamani tu, lakini kufika ufiki. Ndio maana anasema alituokoa akatuhamisha. Amen. Na usicheze na hatua ya kuhama. Ukikosea kwenye kuhama, basi matokeo ni mabaya. Kwa sababu ni utaratibu wa ufalme kuhama. Yes. Huwezi kusema lakini bado kama bado inakusumbua, njoo upige magoti hapa. Usiku na mchana. Si unasema inakusumbua? Njoo hapa. Mwambie Yesu nimekuja. Hata kama hatuko kanisani, wewe mwambie uone kama itafanyika. Useme inanisumbua, bado dunia. Ni wewe umeamua kwa hivyo. Kuhama ni utaratibu wa ufalme wa Mungu. Alituokoa akatuhamisha. Utasikia kusoma Biblia. Mimi nilikuwa nasoma Biblia usiku na mchana, nilikwambia. Na ukija pale nyumbani nitakupa example ya vitabu nilivyoanza kuandika wakati huo. Nina vitabu hivi nimeandika, vyote vimejaa mbele na nyuma. Wakati nasoma Biblia peke yangu nimekaa kwenye meza naanza, na ndio wakati huo Mungu alianza kunifunulia namna ya kuandika vitabu. Kitabu cha kwanza Wokovu na Ukombozi. Nimekipasua mara 4, kina vitabu 4 sasa. Wakati huo ndio inaanza kuambiwa utakuwa mwandishi wa vitabu. Kuna vitu hutajua mpaka uingie kwenye kambi. Nisikilize vizuri. Mpaka uanze kuomba, mpaka ukubali kuja nguvu za Mungu. Utamani kulisoma neno sana, ndio utaanza kuona vitu vingine vinaenda, na unawekewa vitu vingine ambavyo ni hazina ya ufalme. Hazina ya ufalme. Please, la sivyo, na hapa utajenga dini yako. Sio yetu, hakuna dini hapa. Tunamhubiri Kristo. Lakini wewe unaweza kujenga yako mwenyewe kwa sababu ni wewe. Jamani, nilikwambia wokovu ni kwa hiari na ni kwa kupenda. Na mtu akishapenda na akampenda Yesu, atapenda kuomba. 1. Atapenda ajaze nguvu za Roho Mtakatifu. Atapenda alijue neno. Si amempenda Yesu. Yesu ni neno. Yes.
Yesu ni neno. Yesu sio video, Yesu ni neno. Alikuwepo tangu mwanzo na kabla ya mwanzo. Vitu vyote viliumbwa ndani yake, na vyote viliumbwa kwa ajili yake, na vyote vimeungamanishwa ndani yake, ambaye ni kichwa cha kanisa, yaani Yesu. Kwa hivyo hakuna mtu atampenda Yesu ashinde kulipenda neno tena. Ni ngumu. Nitakuambia mpaka utaamua. Uyaamua bado. Utaamua sasa. Nataka niache mambo ya pretend na kuigiza. Nataka sasa nimtafute Mungu wa mbingu na nchi. Nataka nimjue huyu ambaye wanaongea habari yake. Nataka nielewe. Sisi nimesikia tu habari zake. Nataka nione uhalisi wa huyu Mungu. Utaanza kutambua haya. Saizi bado unatambua na tutafuta kwa mbali. Alituokoa akatuhamisha. Unaposikia kuhama, unaanza kuchukia dhambi. Andika hiyo. You feel it. Yaani hakuna mtu anakuambia. Sawa? Unasikia tu no. Siwezi kufanya mambo ya namna hii. Siwezi kuishi maisha ya namna hii. Siwezi kuongea hivi. Nimeokoka. Yes. Yes. Unasikia? Siwezi kutenda vitu vya namna hii. Nimeokoka mimi, nimeokoka. Hakuna anayekwambia, hakuna mtu anakuchunga. Yesu yuko hapa na kuchunga kweli kweli. Unasikia nataka niache hili na hili. Friends unamwambia direction. Ukiona hapana, out of them. Hata kama ni mtu wa familia. Utamwambia cross vitu vingine, ila kwenye eneo la wokovu don't cross my way. Nimeokoka. That is all. Watu wengi hawezi kuongea hivyo kwa sababu hawajahama. Ukihama hautaki mtu akurudishe Misri. Hautaki ndugu, dada, kaka, si mama, nani akurudishe Misri. Usiende Misri mimi. Tunaelekea Kanani, nchi hiyo hapo. Wasichana mnasikia? Hivi tumpaka mbaya watu waone huku mmepaka sabuni, mtaachana hiyo vitu kama kweli umeokolewa. Na hakuna mtu atakwambia au tasubiri watu wa no, it is automatic. Kwa sababu umehama. Au utafuta wasichana kwa namna yoyote, sawa? Unajua kuna kitu kinaitwa ndoa, miaka bado sana. Kwa sababu ya kuokoka. Kama hujaokoka hiyo haikuhusu, sawa? Lakini kama umeokoka, hiyo ndio njia sasa. Ndio hiyo inaitwa the highway to heaven. Njia kuu kuelekea uzima wa milele. Utapanga ratiba za maisha yako. Hapa nasoma, hapa nipate kazi, hapa nijiendeleze, mengine nitaamua baadaye. Unafunga milango miaka fulani. Safari yako na Yesu. Injili iendelee mbele. Hauwazi chochote zaidi ya hiyo. Inaitwa kuhama. Yes. Tuliweka maagano, tunaona hapa, tuliweka maagano na Mungu. Nimeokoka form 2 nikamwambia Mungu sitakuwa na mahusiano na msichana yeyote mpaka nitakapooa. Finished case. Sihitaji mtu aniambie. Wala anifundishe biology. Biology haimshindi Mungu. Yeye ndio mwanzilishi wa science. Yes. Usiposema amen, malaika walishaongea mbinguni amen. Sijui maisha ya ujana, sijui yana moto gani? Kuna moto wa jehanamu na ujoka, kuna moto wa Roho Mtakatifu. Unasema moto gani? Na moto wa Roho Mtakatifu ni zaidi ya jehanamu. Jehanamu inaharibu, lakini Roho Mtakatifu inaimarisha na kutengeneza watu. Kwa hiyo usikuniambia kijana wa moto sio nini mpaka upita hapa, mpaka uwe hivi, mpaka uwe vile, kwa sababu watu wanaongea. Kwani hao ndio Mungu? Hao ndio Mungu wako? Ndio walikuokoa. Uliwaona msalabani? Uliona sura zao kwenye msalaba wa Calvary? Uliona wakifa wakazikwa na kufufuka? Mbona wako hai wanakudanganya? Wako tu hapa wanatembea, watakuambiaje uongo na ufuate? Never. Mtu akihama njia ni nyembamba. Usione na ubiri hivi, nimecharge, kuna betri imecharge, imejaa mpaka inatema moto. Tulihama huko, tulikuwa wa huko. Sikiliza, tulikuwa wa aina ile. Tukahamishwa, hatukuhama wenyewe. Haujaelewa mpaka hapo. Tulihamishwa kwa kukubali matakwa ya kuhamishwa.
tukaamini kuna nguvu za Roho Mtakatifu, tukaamini kuna damu ya Yesu, tukaamini kuna uwezo wa Mungu, tukaamini mtu akiokoka anabadilishwa. We believed. Na ndivyo tumetolewa na Mungu. Hatukutoka wenyewe, maana hatukuwa na nguvu za kutoka. Yule jamaa alikuwa ametushika kweli, tulikuwa hatuwezi kuondoka na tulikuwa halali kwake kwa sababu ya dhambi. Alipokuja Yesu akalipa sadaka, akamwambia, bwana mkubwa, wewe ni mdogo, mimi ndio mkubwa, ondoa watu hapa, fungua mlango. Fungua, akakabidhi. Ndio maana unasema yeye Yesu ndiye mwenye funguo za kuzimu na mauti. Soma Biblia yako vizuri. Kwa hivyo hata mauti wewe unamuuliza Yesu, niondoe huyu au nisimuondoe? Kama hujui, haondoki mtu ovyo ovyo. Paka uulize Yesu, tuendelee au tuache? Anaambiwa okay, ondoeni. Wanaondoa. Muda wake umefika. Nimenusurika ajali nyingi nikiwa Tanzania, ajali za hapa kwa hapa. Kila ilipopita Mungu aliniambia, huu sio wakati wa kufa na hauwezi kukuua kwa wakati huu. Kwa nini? Ameshika funguo za kuzimu na mauti, na huyu ni mtumishi wake. Haiwezekani kienyeji. Nisikilize vizuri. Mtu akiokoka anafanya nini? Ukihama, tamaa za dunia zitapotea. Utaanza kusikia kama you are now right. Umenyaroka kwa Mungu. Unasikia tu moyo wako unasema wewe ni mwana wa Mungu. And you feel it and you have it, na huna wasiwasi. Hata shetani akija utamwambia, hata watu hao unasema utawaambia. Na hiyo inazidi elimu, inazidi kitu chochote. Kwa hivyo unaweza kuambia mtu yoyote, hakuna atakayekutisha kwa sababu umehama na upo kwenye ufalme wa Mungu aliye. Naulia, mambo utakayosikia unapokuwa unahama, sawa sawa. Utasikia kuchukia nini? Dhambi. Yes. Oh my God. Amen. Utasikia kutamani kusikiliza watumishi wa Mungu wanasema nini, mafundisho, mahubiri. Fikiria mpaka mimi hapa nilipo, huko nilihama, lakini mpaka leo I go on internet, kuna wahubiri dunia nzima, sio mimi pekee yangu ni mhubiri, sawa? Wale ambao naelewa wanafanya kazi njema ya Bwana na wasikiliza, na mimi pia ni mtumishi wa Mungu. Unaweza kaona, na wewe tu kusikiliza watu inakuwa ni shida. Wama. Mambo matatu niyarudia kabla sijaendelea. Mtu anaposikia kuhama kunapoanza, nimeokoka leo, Yesu Kristo ni Bwana, nimesamehewa, dhambi imefutwa, jina limeandikwa kitabu cha uzima. Uwezi kubaki ulipokuwa, kuna kuhamishwa. Na unapotaka kuhama, utasikia kuomba sana. Maana unapoomba ndio vita vinapiganwa. 1, 2, unapoomba ndio nguvu za Mungu zinafanya kazi. Unapoomba ndio mamlaka ya Mungu yanaonekana, na unapoomba ndipo Mungu huanza kujidhihirisha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikuambie kitu, unapoomba ndipo watu hukutana na Mungu tofauti na siku ya kuokolewa kwao. Yes, najua umeshika tu ile siku uliyookoka na umebaki hapo. Kuna zaidi ya hapo. Kuna namna Mungu anakutana na Melkizedeki tofauti na mwanzo. Ili kwambie na kuitia kusudi langu. Nimekuitia baraka hizi, nimekuitia mstari huu. Wewe ni nani katika ufalme wangu? Anaanza kujieleza kama mtu anavyojieleza kwa mtu mwingine. Tamani sana wame. Ufike mahali ambapo Mungu anaweza kuja kujieleza kwako. Ni Mungu lakini anakuja tena kujieleza, mimi ndiye Mungu wako. Na anaanza kujieleza kwako bila mtu mwingine. Ni hatua ya kukutana na Mungu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unakuta kanisa lina hali mbaya, na ukihubiri mambo kama haya wanaishi kama wewe, wanaita msimamo mkali eti msimamo nini, lakini huo ndio unaitwa wokovu. Na siwezi kupunguza maana hata mimi nimeokoka, na siwezi kupunguza maana nampendeza Mungu. Kitu kingine utatokea baada ya kuhama, nimekumbushwa hapa, utatamani kumpendeza Mungu tu na sio wanadamu. First case. Unasema
nataka niende nitembee sawa na Diana, sawa? Unasikia? Kwa hivyo kama Diana amevaa iko hapa juu, sawa? Na wewe tabaa imeongea because unataka umpendeze nani? You want to make that person happy. Itakuwa ni safari ya mwisho kupendeza watu kinyume na Mungu. Kwa maelezo halisi. Kinyume na nani? You will not agree with anything ambayo inamshusha Mungu chini. Kwa kuwa umehama sasa. Shughuli ni kumpendeza yeye aliyekuita. Ukiona mahubiri na hubiri haya, ninahubiri hivi kumpendeza nani? Yeye aliyeniita. Asija kauliza leta wasichana hapo kanisani Abigail, nilimleta Dorcas, nilimleta Precious, Riziki, nilimleta nani huyo Robai, alafu wewe ukaanza kuwadanganya. Eti Mungu anaangalia moyo, unajua Mungu ni mzuri tu, endelea na mambo yako lakini Mungu atakuona pembeni. Wapi? Ataniuliza nilipokupa nafasi na kukuletea watu, sawa? Ninafanya bidii kuambia kila kitu kweli ili hata wengine awaongeze. Kwa sababu nikiharibu hata hao watatu nimepewa, hawezi kuongeza mtu mwingine. Anataka hao kwanza wakae vizuri, aone kuna uaminifu katika kazi hiyo, ili alete na watu wengine. Usielewe vibaya, ndivyo ilivyo. Hakuna utaratibu tofauti na huo. Uelewe vizuri. Kuna mtihani wa hao waliokuja. Ndio maana ukija tu siku ya kwanza, sawa? Na kuuliza habari ya kuokoka. Sawa? Asema ile kanisa ina masharti. Hakuna masharti ya kuokoka. Ndio ukweli wa mbingu, ndio ukweli wa kanisa. Nitakufundisha somo kanisa ni nini. Unajua tofauti ya dini na kanisa. Naanza na umeokoka au unataka kuokoka. Yaani najaribu kukuintroduce kwenye mambo ya ufalme. Maana hapa tunatumikia ufalme na sio dini. Ni ufalme wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo nakutambulisha kwenye nyaraka za ufalme. Nafungua vitabu vya nyaraka za ufalme. Nikwambia mambo ya upasao ufalme tunaotumikia. Utatamani kuwapendeza watu. Kama umekuja na pesa na unataka kuvuruga imani, unawaambia na pesa zenu muondoke. Yes. Unafikiri naongea nisiyojua? Mimi nishatimua watu wenye pesa kwenye maisha ya huduma. Nakwambia kuanzia leo usitume pesa hapa. Sitaki mpesa wala chochote. Usilete pesa hapa na nisikuone. Utaratibu huo nao. Na ujua. Yes. Unakuta kijana amechukua msichana amekaa naye ndani, sawa? Alafu anakuja kanisani anatuambia mimi nimeoa. Ulioa nini? Changa. Hana nijua. Kama mnapanga kufanya hayo uhame kanisa miguu. Ndio kizazi hiki ambacho tunalea kinakuja kwenye praise and worship kinanuka zinaa. Sio? Kahaba mtupu. Eti Yesu ni wangu kahaba mtupu. Yesu anaendesha ukahaba duniani. Yesu anaendesha haki, sio ukahaba. Na niko hapa kumpendeza yeye aliyeniita. Siangalii cha mtu. Ndio maana ukinyoroka upande wangu na kuonya hata kama wewe ni wa mataifa na kuambia kwa namna hiyo huwezi kushindana na Mungu na kunyorokea tu. Uzimia wa mtu utajua wewe. Niko kwenye business. Biashara hii ni ya kumpendeza yeye aliyeniita. Sitajali kwamba nikikuonya utahama kanisa. Unahama yako mengi huko. Takwambia injili hakuna. Haipo hapa. Usio ufalme wa Mungu. Hatuendi hivi. Nataka nimpendeze nani? Yeye aliyeniandikia kuwa askari. Na wewe yakupasa umpendeze yeye aliyekuita. Hata kama watu wataamua kwenda kushoto, wewe unaelekea kulia, hakuna shida. Mradi unapoenda kulia ni Mungu unampendeza. Umehamishwa basi, umehamishwa. Hakuna mtego mbaya kama huo wa kupendeza wanadamu. Ndio umeharibu watumishi wa Mungu wengi, ndio umeharibu waimbaji, ndio umeharibu watu waliokoka. Nyumbani wanasema hivi, dada yangu anasema hivi, kaka yangu anasema hivi, mama yangu anasema hivi. Sasa Yesu na mama, Yesu alisema mwenyewe, ukiwapenda hawa kuniliko mimi, haunifai. Yes, niko kwenye kuhamishwa. Kuhamishwa unasikia kumpendeza Mungu kwa vyovyote. Kuongea, kuvaa, kufikiria, simu yako kama una simu, all things nataka nimpendeze Mungu. Ninapoenda kanisani, sitaki nimpendeze pastor kwa sababu kuna watu wanaenda kumpendeza nini? Pastor.
pasta kanisani, wanapika chai, wanamletea, wanafanya hivi, lakini nyuma ya pazia ni wasengenyaji professional. So unampendeza pasta kwa kuleta sukari na kumpikia chai na kumwandalia chakula, si ndio? Siku ya moto utaungua vizuri. Inaitwa maigizo, pretense. Ukihama, nisikilize, utatafuta kumpendeza aliyekuita. Hutapendeza vijana wa kuite love city, sijui vitu gani. That is not your problem. Kuna anaitwa Yesu ni mpenzi wa kweli. Hao wengine wameharibu wasichana na mna uhakika na mna ushahidi, si ndio? Wamewazalisha na kuwaacha, sio wapenzi wa dunia. Lakini huyu wa mbinguni akikushikilia hivi na umshikilie ni mpaka milele. Faithful. Unasikia vizuri? Hautaanza kudanganyana na wasichana. Nampendeza Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Hata ukifanya makosa ya kuongea vibaya, unajirudi, unatubu, unasema Bwana nitakasi. Si kuongea vyema pale. Kwa maana ulisikia huzuni imeingia, kwa dalili kwamba Roho Mtakatifu amekasirika. Haujafanya vizuri. Utatubu na kulia na kumwambia Bwana nisaidie, nimekosea. Kuna nguo utavaa, unasikia? Baada ya kuhama, kabla hujahama hiyo, unaweza kutembea tauchi na bado unasema umeokoka. Ukisahama, kuna nguo ukiweka mwilini, amani inaondoka. Nasikia sidhani kama wewe unaweza kuvaa nguo iko hapa kwetu, hata popote, sidhani. Huyo ni mfano, sidhani. Na si kwamba anapenda tu, anampendeza Mungu. Na hata akijaribu haiwezekani, mfumo haukubali. Ni kwa sababu kuna kitu kinaitwa kuhama, transfer. Nenda kushauri uhame. Unasikia? Nenda kushauri fanya nini? Uhame. Ukitaka kuwa na uzio wa wokovu, uhame. Just hama. Nimefurahia nguvu za Mungu kwenye huduma na maisha yangu kwa kuhama. Huwa sihitaji mambo mengi ili Mungu aonekane. Unasikia? Yeye huwa anaonekana because nimehamishwa, niko kwake. Yes. Kuna namna utatamani kuishi baada ya kuhama. Nataka nimalize na sio mrefu. Jesus. Kunaitwa kuhama. Nisikilize vizuri. Kuna miungu ilikuwa inatawala ukoo wenu. Hapo unisikilize vizuri sana. Ilikuwa inatawala kabila lenu. Ndio maana tukiwaambia uokoke uhame, unajifanya unajua sana. Utakuwa kanisani na hautakwepa kile kinapitia watu wenu. Unanielewa vizuri? Yaani yale maisha waliishi hutabadilisha. Na hata wewe utakuwa hata zaidi ya wale. Na yeye kusema nini? Usipohama, kuna zile roho zinatawala kila familia duniani. Yes, azitokani na Mungu. Kila ukoo una roho zake. Yes. Kila familia, kila kaya, kila lugha ina roho inafanya kazi. Usipohama, utajaribu kuwa tofauti na watu, haitawezekana. Because ni ngumu. Yes. Msichana mmoja nilienda kumwombea. Unisikilize. Alikuwa na demons, silali mpakani. Tuenda na Peter Sabari. You remember nilikwambia ushuhuda huu. Na mtumishi wetu Peter Sabari. Tulienda naye kuomba. Huyo msichana alikuwa na nguvu za giza. Tunapoanza kumwombea, zile nguvu za giza zikapiga kelele, kitu gani? Zinakataa, hatutoki hapa. Nataka nikufundishe roho zinazotawala familia yeyote duniani. Na mtu anapookoka, kama huhamishwi, usidanganywe kwamba hautakuwa mshirika wa vitu hivi. Sikilize, usidanganywe utakuwa sehemu ya vitu hivi vinavyoendelea kwenye familia yako. Utaenda tu unaenda na Yesu ni Bwana, mara nje Yesu, mwishowe wanakukamata, wanakupiga mshale huu, unarudi chini na unaanza kufanana kama hao, hata vibaya kuliko hao. Nina ushahidi wa mambo nazungumza. Nawaambia uongo tu hapo, mnaangalia vidole, unafunga vidole. Na kuambia kuhama, utaniangalia na kufumba. You will pray
nitaona kijana kama Joni anatoka machozi, sio ameumizwa, nguvu zimeshuka, bado sijaona. Taona unasema no, yatosha kuwa hivi, nimekuja Bwana mwenyewe, shuka unisaidie. Na utaona mtetemeko hujauona, utaona nguvu hujaziona. Inaitwa kuhamishwa. Nisikilize. Nikaomba, omba, fire, kila kitu fire, hayatoki. Kwa jina la Yesu, bado. Nikauliza kitu gani? Wakaanza kuongea. Mimi sikumuuliza shetani, lakini madai waliosema hawa wakuu wa giza waliomwingia huyu msichana, walisema kwenye familia yao hawatakiwi kuolewa kwenye familia ya mke mmoja. Yaani kama kuna mtu anaoa mke mmoja na wewe ndio wa kwanza, mapepo yatakutesa. Sikiliza hiyo sasa. Na wakasema hapa kwa hiyo kijana amekuja, ni kijana ambaye amemuoa tu bila kuwa na msichana mwingine. Ndio wale tumekuja kumpiga. Sikiliza hiyo sasa. Sikiliza ndio uelewe. Kila familia ina mambo yake. Kila ukoo na mambo yake. Sasa tunakuambia zama kwa Mungu uhame, unaangalia. Ni vitu ambavyo tumeishi na nakuambia kwa sababu huenda Mungu anakusudi na wewe ili uweze kujua namna ya kutoka. Ni kujaa nguvu za Mungu na kumwambia katika lile ambalo halikuwa lako kutoka kwenye ukoo wetu. Anasema kila pando ambalo lilipandwa na adui baba hakuipanda litang'olewa kwa mizizi. Leo nikasema sasa tuache kuomba. Tuongee na yeye kwanza. Akikiri haya maneno, pepo wanatoka bila maombi. Nikamwambia sema Yesu, sema Yesu. Nakupokea sasa, nakupokea sasa. Uwe Bwana, uwe Bwana. Unajua ameteswa mpaka tumeita tumuombee, lakini wanataka aombewe bila kuokoka. Shida. Na ndio watu wengi walivyo. Unataka uombewe matatizo yaende, lakini hutaki habari ya kuokoka na kumfuata Yesu. Utapata shida sana katika ulimwengu wa sasa. Watakudanganya watungaji, manabii, mitume, utatoa sadaka sana. Kwa sababu hiyo dawa haipo isipokuwa Yesu. Yes. Nikamwambia, rudia naye, kuanzia sasa naokoka. Ukisema naokoka na naingia kwenye ufalme, maana yake itabadilishwa hapo. Na akasema kuanzia sasa sitaishi maagano ya ndoa bandia. Aliporudia huko wameenda speed kali akaenda. Nikagundua kila familia na mama. Ndio maana utaokoka unafuata na fimbo. Yule mkuu anayetawala anasema msiruhusu mtu aende kuokoka, msiruhusu mtu aende kwa anielewi. Usiruhusu mtu aende kwa Yesu akae. Pambana uwezavyo warudi hapo. Maana wakija na Yesu, wakianza kumuomba, wakimtamka, wakianza kumuishi, mambo ya giza yanayotawala yataenda na ni ya faida kwenye mwili, sio katika roho za mtu. Haya. Yes. Ndio maana utaokoka na sisters, ndio mkono. Sisters wako, yaani dada zako, sawa? Mmesaliwa nao, wanakuuliza, "Wewe umeamua nini?" Yaani siku tutakuwa na maiki, utakuwa unaongea. Wanaongea ni nani? Wao ni nani? Sio hao mkuu. Anakuambia tunao umetutoroka wewe. Tunataka ukae hapa pako wewe kubwa na ufanye kama hawa. Yes. Hiyo roho ya kuwa kuzaa na waume wengi, wanawake wengi inaanza ukiwa tu kijana mdogo kama hii. Unatafuta visichana na kuongea na visichana kuwapenda kila mahali. Unafikiri kwamba tofauti na wale wako. Ni mfumo ule ila tu wewe ni mtoto. Na ukiendelea hivi utafanya zaidi ya hao. Ni kwa sababu ni utawala unaofanya kazi katika ukoo. Yes. Ndio maana Yesu anapotuokoa anatuhamisha. Sio kama mmenielewa. Inawezekana kuna watu hawajaelewa kwa sababu mioyo yao imeweka nini? Ukuta. Na tunasikia kuna mtu ameweka ukuta. Sema hiyo mafundisho hiyo hapana, hiyo isiingie. Nasikiliza tu lakini hapa no problem. Mradi umesikia, ni ushahidi tosha kwamba nilikwambia mambo hayajaribika. Nilikwambia Yesu hajarudi. Utengeneze maisha yako, uepukane na utawala wa kile kinachotawala watu wenu. Yes.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wanazaliwa kwenye familia za ujinga. Sikiliza vizuri. Unasikiza vizuri. Familia za nini? Ujinga na upumbavu. Yaani mtu akizaliwa anazaliwa na haruhusiwi kukanyaga hata class 0. Na si kwa sababu yeye anapenda, yani familia ilivyokuwa imetengenezwa tangu nyuma iliwekewa msingi huu. Sawa sawa? Unasikia vizuri? Kwa hivyo hata mtu akienda kanisani, akienda shuleni, akifika shuleni anasikia kichwa kinauma na akirudi nyumbani ni mzima. Akifika shuleni anaona tu vitu kwenye ubao, anaona tu vitu na wengine wao mtasema ametumiwa. Hakuna kutumiwa. Huko walikotoka kuna shida. Na akifika darasa la 3 anasema sitaki shule, piga nyonga, haidi. Familia watu ambao wote, kuna watu walikataa shule na walisema hawasomi. Yes. Nisikize vizuri. Inaitwa family spirits. Nini? Family spirits. Inaitwa nini? Toa kalamu mdomoni. Ndio nini? Unajua nina jasiri wa simba. Family spirits. Anajaribu unakuta na watalipuka watu wengi kwa namna ile. Na mwisho wake kuta hakuna mtu ameenda akafika mahali popote. Inaitwa family spirit. Sasa tunasaidiaje watu wa aina hii? Unapokuja kuokoka unadai uhamishwe. Watu wa kusoma nataka nisome. Jesus. Watu wa kufanikiwa kwenye maisha nataka na mimi nifanikiwe. Dr. Kiplagat. Apostle Kiplagat. Lazima kuwepo na mtu ambaye kwenye ukoo hakutokea. Yes. Nilimwambia Mungu nataka nihubiri mataifa. Sikuona mtu akienda mataifa. I want to go. Naenda mimi. Naenda. Siwezi kuwa tu Kenya. Nataka niende mataifa. Na safari ilianza baada ya maombi. Nikamwambia Bwana nipe imani ambayo haijakuwepo, nipe uwezo ambao haujakuwepo, nipe mlango ambao haujafunguliwa, na mlango ukafunguliwa. Nikaanza kwenda. Ni kwa sababu nilidai uhamisho wangu. Ni hakika nihame. Si umeniokoa Yesu? Nihamishe na mimi. Transfer me. Hata walimu wanaomba nini? Uhamisho. Hii shule imemshinda ile shule nyingine. Na wewe lazima kuna mambo ya kushinde na useme sitaendelea kuishi katika haya. Na hama. Yes. Habari inaelekea ili nikwambie jambo la mwisho, twende nyumbani. Muda leo mmewahi, namshukuru Mungu. Tumetumia muda vizuri. Kuhama ni lazima. Ukiokolewa Yesu anakuhamisha. Na nisikilize vizuri, mtu akishaokoka akiomba namna ile, basi hata kama alikuwa hajasoma, unisikize vizuri, Mungu aliyemuumba anafungua milango ambayo itazidi kama angelisoma. Hujashangilia nimesema nini? Itazidi hata ile njia ambayo hakuwa amesoma, kwa sababu kusoma sio uzima wa mtu. Inakuwa na Mungu ndio uzima wa mtu. Haya, namba 2. Na yule ambaye alikuwa ameshindwa na uwezekano wa kusoma upo, kwa sababu ya kuokoka na kumfuata Yesu, na Mungu akaanza kubadilisha na kumhamisha, atamwezesha aendelee kusoma na afike mahali watu hawakuweza kufika. It is called transfer. Yes. Watu wanahamishwa mpaka kwenye magonjwa ya familia, magonjwa ya ukoo, magonjwa ya kurithi. Yaani mtu amezaliwa, watu walikuwa wagonjwa kama yeye. Na ukihesabu unakuta shangazi alikufa hivi, shangazi wa pili, wa tatu, wa nne, huyu ni wa 6, sawa? Na ni mgonjwa kama wale. Na walikufa the same age. Unaanza kuuliza kitu gani? Inaitwa family spirits. Na mtu akiokoka anahamishwa. Kama waliishi muda mfupi aweze kuishi siku nyingi, lakini pia afanikiwe katika eneo la afya. Haya. Uwe na afya ambayo haina mgogoro, haina tashwishi, haina shida. Afya. Wakati watu wanainamia magonjwa, unaminamia Yesu aliyezifanya mbingu na nchi. Wakati watu wanasema magonjwa yetu kuni kwa ruana ndi wa managoli hao. Sisi tulikuwa wagonjwa wa aina hii. Guba yetu ya ndi, ya kuza ndi. Acha. Babu yetu aligonjeka hivi na sisi tunaanza kuvimba miguu. Sio sasa hii alikuwa hivi tu. Na tusidi magonjwa yetu. Wakati watu wanasujudia magonjwa yao, wewe unamsujudia Yesu aponyaye, kwa kuwa kuna kitu kinaitwa kuhamishwa. Transfer.
Yes. Nasikia nikwambie kitu. Kuhama ni utaratibu wa ufalme. Kama ilivyo shule, mwalimu akitoka anahamishwa, si ndio? Anaandikiwa barua ya uhamisho na sherehe juu, si ndio? Ni kama retire ilivyo pia. Huwezi kuonekana shuleni unafundisha umeretire. Kuisha habari. Unatufanywa sherehe na unatolewa shuleni, si ndio? Hakuna kwenda kukaa huko unafundisha. Huwezi kuta mama yangu na watoto wanafundisha. Atakuwa amekosea utaratibu wake. Kwa sababu alitaondoka na ameenda. Yes. Mungu anahamisha watu kwenye magonjwa ya ukoo, anahamisha watu kwenye laana za ukoo, anahamisha watu kwenye vifungo vya ukoo, anahamisha watu kwenye familia za vifungo vya familia, anahamisha watu kwenye mateso ya familia, anahamisha watu kwenye miungu ya familia, anahamisha watu kwenye mizimu ya familia, anahamisha watu kwenye miungu vyote, hata majina mengine yanakuwa yana shida. Amen. Na unapookolewa unahamishwa na jina linahamishwa pia. Halibaki upande ule wakati umeenda huko. Na ndio maana nisikilize vizuri. Utakapofika mbinguni, unasikia? Hawataita Abigail alafu waweke jina jingine. Hilo lilihamishwa. Ndio maana unaishika jina unalitakasa, sawa? Alafu unafanya kazi ya ufalme. Na jina lako. Utakapoita hawataita Precious baba. Wataita Precious Riziki. Ndio jina lako. Na ulipookoka linahamishwa. Kwa hiyo hawaandiki Precious alafu wanakosa kuandika Riziki. Wanaiandika hiyo pia. Kwa sababu ni jina lako. Na Mungu anatambua watu kwa majina pia. Unamsikia vizuri? Alimuita Musa. Mose. Musa akashtuka, kichaka kinaungua, kinawaka moto ila kiteketei. Akasema, akalipotaka kusogea akamwambia, usivue viatu vyako, maana mahali ulipokanyaga ni patakatifu. Na aliitwa kwa jina lake Moses. John. Hawezi kuita jina la huyu, maana anakujua mpaka na jina lako, na imeandikwa mpaka nywele zako ni ngapi. Yes. Hakuna mwanasayansi wa kuhesabu nywele, lakini nywele zako Yesu anazijua. Ukitaka kujua muulize siku moja, nywele zangu ni ngapi, atakupa yangu. Kwa uaminifu atakupatia namba ya nywele zako. Na ndio maana ili mmoja apotee mpaka mbingu zikubali. Kama asikubali hapotei mtu. Haujanielewa mpaka hapo. Haujanielewa hata kidogo. Mbingu zikisema sawa aende anaenda. Lakini zikikataa, Yesu akasema hakuna hata mmoja ambaye Baba amenipa, hakuna awezaye kumuondoa kwangu. Wameshikiliwa. Najaribu kusema nini? Kuhama ni utaratibu wa ufalme. Na hakuna eneo zuri kama la kuhama. Hauwezi kung'ana kuishi kwenye wokovu. You can't struggle. Unajua ku struggle? Ile unang'ang'ana na ibada, unang'ang'ana na maombi, unang'ang'ana na kwenda kanisani, yale mafundisho kama haya, yaani unaona kama anapoteza muda, lakini upo tu. Yaani unang'ang'ana na hivyo vitu vyote kwa sababu kuhama. Lakini ukishahama, unatamani nifundishe mpaka kesho, umekaa. You fail, I should teach until tomorrow. Na unaweza kukaa kusema tutakusikiliza. Kuna wakati Paulo mtume alifundisha watu mpaka mmoja akalala, akaanguka, akafa. Paulo akashuka kutoka kwenye ghorofa, akaenda akamchukua, akamfufua, akamrudisha kwenye ibada. Haujasema amen, maana hujasoma Biblia hiyo. Yes, yaani mtu amesikiza neno, usingizi mpaka usiku umefika na usingizi umeingia. Hata hii ibada ya Kenya, ibada ya .com. Yaani ukihubiri 30 minutes tunachoka. Amsemi amen. Aisumbu. Ukihubiri sijui muda gani, sisi tunachoka. Sisi ni watu wa .com generation, tuna last generation Gen Z. Tuna time. Yaani pastor, prophet, tumia muda mfupi sana kuhubiri. Wewe ukifika tu 20 minutes, ujue tumeanza kuchoka. Ukiwa tunaanza kusogeza miguu na kucheza na simu, ujue muda wetu umeisha wa ibada. Generation ya sasa hiyo haina haja na Mungu. Wamekuja kujiandikisha. Mbona mjanielewa Wanaanza kusogea kwenye viti, wanaenda nje mara 10. Wanatafuta ibada iisha haraka. Na kwa sababu unakusumbua, inabidi uahirishe mahubiri. Na ndio maana nguvu za Mungu haziwezi kushuka. Kwa sababu watu wameshatoka ibada na wako ndani wamekaa. Yes. Tunasema tuombe, Mungu anasema hawa watu gani wanaomba? Walishaenda nyumbani, wako hapa. Maombi ya nini? Nendeni nyumbani. Unabidi uahirishe watu waende. Kwa sababu hata wakianza kuomba, hakuna mtu anashughulika na Mungu.
Walishaenda nyumbani wanapika ugali. Yes. Kizazi kibaya. Ukihama, ndio maana ukiniona ninakuja kanisani karibu kila siku ya wiki, usiulize maswali. Inaitwa kuhama. Nilihama, yani mimi naona kuwa katika nyumba ya Mungu ni zaidi ya miaka 1000 mahali popote kwa siku moja tu. Ni zaidi ya miaka 1000. Kwa hivyo hainisumbui kuwa kwa Mungu, kuomba sana, kusoma Biblia, kuandika vitabu, kuhubiri Injili. Yani it's not, yani hainisumbui. Hata kwa kuwa na neema ya kuendelea wiki 3 ningeendelea kutoka hapa. Hainisumbui, nilihama na mimi ni wa upande hiyo. Kwa hivyo kwa sababu niko upande huo, nasema ya upande huo, ya hukumishi ya juu. Yesu ni Bwana. Kuhamishwa kuna kuja kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nimefundisha somo hilo, naendelea kufundisha. Lakini ukija kuomba, you are not serious. You are not serious. Haumaanishi kuomba nguvu za Mungu. Unahamaje? Ni watu wachache tu hapa naweza kuhesabu tu ambao wamefikiria vyema na kutafuta nguvu za Mungu. Na hata kule kuamini kwao kumekuwa standby waone mabadiliko kwenye maisha yao. Lakini wengine wamejisajili kama unakwenda kwenye dini fulani. Ukae tu unatoka na kutoka na kuingia na kuonekana wa dini hiyo. Nikwambie usipoteze muda huo. Just be serious. Mtake Mungu. Mtake Mungu kijana. Utafikiri maisha ya kwenu unayabadilisha hivi kwa kuongea? Kuna hatua za kubadilisha kila kitu unachokiona. Na kama kuna kitu kwenu hakikupendezi, huwezi kubadilisha kwa maneno yako wewe. Lazima ubadilishe kwa neno la Mungu na maombi ya kina na nguvu za Mungu. La sivyo utaona mambo yakienda na wewe unakanyaga ndani na unadumbukia mwenyewe tena. Na unauliza mbona wanasema Mungu ukiokoa watu na wahamisha? Wale ulimwambia kuhamisha, ulikubali uhamisha. Kuna walimu walishaandikiwa barua wahamisha ndio na wakakataa. Hawako. Si wako. Na wakakataa hawahamishi ndio. Na ikaandikwa barua nyingine irudishwe asihame. Cancel. Kwa hivyo hata unaweza kuokoka na ukacancel kuhama. Kasema mimi kwenye kuhama Yesu sitaki. Nimekutaja, nimekukiri, lakini mambo ya kunitoa kwenye mambo yangu. Unanielewa? Sitaki. Kuna namna ninaishi mimi, sitaki unitoe hapa Yesu. Akikukamata hapa unatoroka. Kama unatoroka, mwisho unakuwa unatangatanga na hauna Mungu vizuri kwa sababu hautaki kuhama. Na ushirikiani na Yesu katika kuhama. Katika kuhama kuna ushirikiano. Inaandikwa barua na inaandikwa barua huku, sio? Zinapishana. Hii imekuja na hii inatoka. Alafu anatoa tangazo anahama. Sasa wewe unatoi ushirikiano kwa Yesu. Umekuja tu basi. Hautoi ushirikiano wa kuhama. Bado unapenda maisha ya zamani. Bado na mitindo ya huko unayo na mambo ya huko unataka uendelee. Na unahisi kana kwamba ukibadilika utakuwa mtu wa zamani sana. Lakini ukumbuke Mungu wetu anaitwa mzee wa siku, the ancient of days. Anaitwa the ancient of days. Alikuwa pa zamani mno. Kwa hivyo Mungu wetu ni wa zamani, sio wa sasa. Kama utakikuwa mtu wa zamani, basi kwa Mungu wa zamani uondoke. Yes. Mungu wa zamani huyu anasema mazina marufuku. Ni Mungu wa zamani. Mungu wa sasa anasema ni kawaida. Kwa hivyo anaitwa, Daniel anasema, and I saw a throne and on it was seated the ancient of days. Niliona kiti cha enzi na aliyeketi juu anaitwa mzee wa siku. Maana yake ana siku kuliko wote walio kuishi na ambao hajaishi. Yeye ndiye ana siku zote kabla ya mwanzo na mwisho, milele na milele. Ana siku nyingi, the ancient of days. Na kitokea ancient of days, nywele kama sufu nyeupe, macho ni yale ya moto, uso unang'aa kama jua, miguu ni shaba iliyosuguliwa. Akimshika mtu kidogo tu, mabadiliko yanapatikana. Yes. Ancient of days. Ni yule wa zamani. Hata msalaba wa Yesu haukuwa wa kisasa. Ulikuwa ule the old rugged cross. Msalaba wa zamani mno, zamani. Ulichongwa ukawekwa hapo. Wa zamani. Na ulikuwa umetunzwa ili aangikwe mwana wa Mungu ambaye ni wa zamani kabla ya zamani hizi. Sasa ukitaka kuwa wa kisasa sana na huyu unafikiri utaenda na huyu, itakuwa ngumu sana. Lazima uamue kuwa wa kizamani. Unamtafuta Mungu mpaka anakuuliza, kwani unakula Mungu? Kwani unakula neno? Mtakula ibada? Ndio chakula chenu, wanakuuliza, sio? Kwani Yesu ndio mnamla tu? Ndio maisha peke yake, hakuna maisha mengine? Unamwambia ndio maisha yenyewe. Ancient of days, mzee wa siku.
Na Daniel akaona anaambiwa mambo yajayo ya ufunuo, na akaeleza watu, na akaambiwa nenda zako yatie muhuri, utie muhuri maneno haya na uende zako. Daniel, mtu wa kwanza kutia muhuri gombo la chuo maandiko alikuwa Daniel, aliyejitenga na mataifa na dunia. Aliruhusiwa kutia muhuri, kitu ambacho hata malaika hawezi kufanya. Kitu cha ajabu kumtafuta Mungu. Huyu Mungu ni wa zamani, nasikia sio Mungu hayupo hivyo, alishatoka huko, ni wa zamani, hana mambo eti mimi ni wa kisasa. Kama unasema umesoma na mimi nimesoma, ni vile sikuonyesha vitu vyangu hapa. I can bring a certificate mpaka uulize na hii ulisomea wapi? Kama unasema kusoma, tumeenda shule hii. Kama unasomea theology, naweza kupatia vyeti uulize na hii ni wapi na hii ni wapi. Mpaka sasa uone vizuri. Ni kwa sababu ni wa zamani, Mungu wetu ni wa zamani, na hatuhubiri vyeti, tunamhubiri Yesu. Tunamhubiri Yesu. Yes. The old Jesus. Huyu old Jesus anasema hakuna room ya girlfriend na boyfriend. Hakuna room ya masengenyo na fitina na maneno ya chini kwa chini. Hana haja na uoga eti watu watasemaje, dada zangu, ndugu zangu. Huyu ni old one. Mzee hapendezangi watoto. Watoto ndio wanampendeza mzee. Hujaelewa? Yaani ukitaka kuona familia yoyote ambayo watoto ndio baba ndiye anapendeza watoto, hata wakileta boyfriend mchana waingize ndani ya nyumba, baba haongei. Maana wao wanampendeza mzee wa mji, si ndio? Lakini kama ni mzee wa hujaelewa. Yeye ndiye anawapendeza. Lakini kama ni mzee wanatakiwa wampendeze, kuna vitu hawezi kufanya. Because ni mzee wa siku, watakula adabu, wataona heshima, wataambiwa hii njia hakuna, na wataondoka kwenye njia ile. Ni kwa sababu huyo ni mzee wa siku. Na maliza. Bwana akupe neema kuamua kuhama. Kuhama ni kuamua, sawa? You have to decide. Na mimi sitashangaa nikikukuta huko nje alafu na behave kama unataka utoroke uaibike. Bado but hapa ukihama, you will be the one to please Jesus. Na utapenda sana upendeze Mungu katika mambo yote. Nimekujulisha Mungu wetu ni wa zamani. Amen. Ukienda kwenye Facebook yangu utakuta mahubiri kila siku. Haya yanapanda mtandaoni kila siku. Hata Facebook yangu ni old time ago, ya zamani. Inapeleka tu gospel. Haipeleki urembo wa watu na uzuri wa watu na handsomeness wa watu, inapeleka injili. Yaani kila mahubiri hapa nikimaliza kap inarushwa hewani. Kesho asubuhi ukiingia mtaani au siku saa 2 ukiingia utaiona. Watu wana injili mbele ya safari. Kwa nini? Anaitwa mzee wa siku, the ancient of days. Sina TikTok ambayo naweza kuleta mzaha huko. I have something, the gospel. Huyu ni wa zamani. Yes. Tusimame mbele za Bwana. I love you. I love you.